Twende moja kwa moja katika kitabu cha Mathayo 12:29. Ni Yesu Kristo alikuwa anawapa watu mifano na anazungumza. Akasema, ama anawezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwingine na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Anasema paka atakapomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Hiyo ni Mathayo. Twende moja kwa moja kwenye Marko 3:27. Ni andiko lile moja, lakini nataka upate maana. 27. Biblia inasema hivi, hawezi mtu yeyote kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Kwanza amfunge nani? Mwenye nguvu, ndio aiteke nyumba yake. Luka 11:21 mpaka 22. Anasema mtu mwenye nguvu aliyefunga silaha zake, alipoenda nyumbani kwake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, atavinyang'anya silaha zake zote, akazitegemeza na kuzinyang'anya mateka yake. Nataka ambacho ukipate hapa ni kitu ambacho kinaitwa mtu mwenye nguvu, a strong man. Somo langu linaitwa kushughulika na mtu mwenye nguvu. Namba moja, mtu mwenye nguvu yanaweza yakawa ni mapepo yaliyowahi kuabudiwa kwenye familia fulani kwa muda mwingi, na yanakuwa sasa ni strong power ambayo ipo kwenye hiyo nchi au hiyo familia. Strong man anaweza kawa ni mchawi mkubwa ambaye yuko kwenye familia, lengo lake ni kuharibu maisha ya watu. Strong man inaweza ikawa ni tabia ya kipepo ndani ya mtu ambayo inamzuia asiweze kupiga hatua ya namna yoyote. Nimekwambia kwenye familia kuna vitu tunavyoita strong man. Kuna watu wenye nguvu ambao wanaamua nini familia ifanye, wanaamua familia iende kwa namna gani, wanaamua ni familia watu wafanikiwe kwa kiwango gani, wanaamua ni magonjwa gani yataua watu kwenye familia hii, yanaamua ni nani afanikiwe na nani asifanikiwe. Ni nguvu ambayo iko kwenye familia. Huenda kawa ni mchawi iko kwenye familia, huenda ikawa ni misimu na mapepo yaliyoabudiwa miaka mingi kwenye hiyo familia, ambayo yanahold watu, yanawashikilia watu wasiweze kupiga hatua. Yesu anazungumza sasa, anasema hauwezi ukaviteka vitu, hauwezi ukashinda kama usipoweza kuangusha hawa strong man, ukawaangusha hawa wenye nguvu. Kuna baadhi ya tabia na vitu unaweza kuviona vinaendelea kwenye jamii, vinaendelea kwa watu, na ukaviona ni vitu ambavyo si vya kawaida, lakini watu wanaadhibiwa kwa miaka mingi, lakini stili wanaendelea kuvifanya. Ni nini? Unakuta kuna nguvu iko nyuma yao, ni nguvu zaidi ya nguvu walioibeba, inawalazimisha kufanya vitu ambavyo hawataki kuvifanya. Utasikia kwa habari ya ubakaji. Serikali imeweka miaka mingi sana, mtu anayekamata anabaka anafunga miaka 30, lakini haijazuia ubakaji. Kuna watu bado wanaendelea. Ni nini? Kuna power beyond ambayo inawashinda watu. Hiyo ndio tunaita ni watu wenye nguvu, wapo kwa ajili ya kuamua vitu. Kuna baadhi ya nguvu ziko kwenye miji, ni kuna strong man, kuna wachawi, kuna waamuzi ambao wako kwenye mji, wanaamua hatima za watu, wanaamua watu wafanyaje. Haijalishi una nguvu kiasi gani, usipoweza kuwashinda, kuna baadhi ya vitu hauwezi kuvishinda. Kazi kubwa ya hao watu wenye nguvu, huenda ni wachawi, huenda ni misimu, huenda ni mapepo, kazi yao ni kubwa, ni kuamua hatima za watu. Wanaamua hatima za watu siwache. Watu wenye hatima kubwa, hatima zao zinaweza zikalipiwa. Kwa nini? Kuna watu wana nguvu, wanaamua. Unakuta mtu ni mfanya biashara mkubwa, lakini anaishia kushindwa kufanya biashara. Unakuta watu wamebeba neema, lakini ile neema inashindwa kumanifest na kuzilika mbele za watu. Kazi yao wanaharibu hatima, kazi yao wanaleta vizuizi kwenye mapango ya watu, wanaleta vizuizi kwenye mipango ya hatua za maisha ya watu, wanaleta vizuizi watu kuingia kwenye baraka, wanaleta vizuizi watu kuingia kwenye baraka za Mungu ambazo amewaandikia.
Hawa ndio wanaleta vifungo na uharibifu kwenye maisha ya watu. Ni strongman, ni watu wenye nguvu. Wamejihakikishia kwa maisha ya watu yataharibika na watu hawatapiga hatua na watu waenda mahali kwingine kokote. Watu wengine wana experience delay, kuchelewesha kwenye baasha mambo. Ni kwa sababu maisha kwa kuna strongman. Wapo watu ambao wameshikilia maisha yao. Wapo watu ambao wanazuia maisha yao. Ni kweli wamezaliwa na neema, ni kweli wamezaliwa na baraka, ni kweli wamemwomba Mungu baraka, lakini kuna watu wanawaamulia, kuna watu wanaopangia ambao wanawazidi nguvu. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Aishi mtu mmoja anielewe. Ndio baba. Kuna baadhi ya watu wananyota kabisa. Unakuta wananyota kabisa, lakini havitokeagi vitu kwenye maisha kwao kwa sababu kuna strong money kwenye maisha kwao. Kuna baasha vitu haviwezi vikainuka. Biblia yangu inasema katika Yohana 1:46, mtu mmoja anaitwa Nathanaeli anauliza jambo moja, anasema litawezekanaje neno jema kutokea Nazareti? Hapo kwanza mtu yote alikuwa akitokea Nazareti. Nazareti ilikuwa ni mji mdogo ambao ulikuwa umetangaliwa na watu wenye nguvu ambao waliamua hatima za watu. Ni mji mdogo wa Nazareti, kulikuwa hapatoki nabii, wala hapatoki mtu mkubwa, wala hapatoki mfalme, wala hapatoki kiongozi yoyote. Ni kama mji ambako kanatawaliwa na watu wenye nguvu ambao wameamua hatima za watu wa mahali pale. Hata wafanyaje, hata wasomaje, hata wajitoe vipi, hata mtafutaje Mungu, hawatakuwa wafalme, hawatakuwa viongozi, hawatapata nafasi zozote. Makabakatayana. Huyu Nathanaeli anasikia habari za Yesu Kristo. Anasikia kwa habari ya matendo ya Yesu Kristo anayofanya. Anashangaa, anasema, "Oh my God, neno chema la namna hii litatokeaje Nazareti leo? Neno hili chema litatokeaje Nazareti? Nazareti kutokaje mtu mwenye nguvu?" Wanazoea madhabahu za Nazareti huwa zinahusu mtu mmoja kushine, kung'aa, kufanikiwa. Tumekuja kuangusha strong money. Kila mtu mwenye nguvu, aliyebeba nguvu, anayeamua mabaya kwenye familia yenu katika jina la Yesu. Amen.